Kristo tumaini letu. Leo katika ya huruma Mwenyezi Mungu anatuonea anataka sisi tumwombe Mungu atujalie huruma yake, sio tu kutujalia huruma yake, bali sisi tuwe na huruma. Kila mmoja amuombe Mungu amjalie awe na huruma. Wakati mwingine unaweza ukamwonea mtu huruma, lakini usifanye chochote kumsaidia. Mwenye huruma na msaidia, hapo ndipo kutekeleza tendo la imani. Manake ni zaidi ya kumwonea huruma, bali kumwonea imani, kwamba huyu unamwonea imani, unafanya huruma ile yenye matendo, yenye kuonekana. Mungu asifiwe. Leo atujalie sisi tuwe na huruma tunapoweka mbele yetu kwake, anatuonea huruma kupitia huruma yake. Katika Dominika hii ya pili ya Pasaka, somo la kwanza linaanza kusema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Hawa ni lile kanisa la kwanza, wale wafuasi wa kwanza, wale wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mara baada ya kufa kwa Kristo, mara baada ya fumbo la Pasaka kutekelezwa, wakawa tena wamepoteza tumaini. Hata wengine wakaanza kurudi nyuma, lakini wale wafuasi wakawa wakidumu katika mafundisho ya mitume, wale walioamini na wewe. Mwaliko katika Pasaka hii ni kudumu katika mafundisho, kudumu katika maagizo ya Mwenyezi Mungu, mafundisho ambayo Bwana Yesu Kristo anatuletea. Kudumu katika Injili, na hayo mafundisho tuwapasie na watoto wetu na hata watoto wa watoto wao. Tumwombe Mwenyezi Mungu nasi tuweze kudumu katika mafundisho, tusitetereke. Mambo ni mengi, muda ni mchache, na haya yanarudiwa kwetu ili yazidi kuzama, tuzidi kuyaelewa, sababu tuliyorudiwa ili kwamba sisi tuweze kuelewa, tuzidi kuzama katika hayo mafundisho. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Katika somo hili tunaona namna ambavyo Kristo ametazama mahitaji muhimu ya mwanadamu. Kwa huruma yake anaona mwanadamu anahitaji amani. Kweli mwanadamu ni kiumbe kinachohitaji amani. Haya yanatokea baada ya kufufuka kwake Kristo. Angeweza kufufuka na kusema amemaliza kazi aliyotumwa na Baba yake, akatwaa akaenda zake alipotoka
nenda nje ya mwezi kuja sasa. Mimi naenda kwa mama. Hata Tomaso alikwenda akauliza, sasa sisi hatujui uendako, tutaijuaje njia? Aliweza kwenda na akamaliza kazi yake pale msalabani, lakini baada ya kufufuka anaendelea kuwatazama hao watu anaowaacha, anaendelea kutazama mimi na wewe tunahitaji nini hasa. Wakati mwingine ni ngumu kujua mtu anahitaji nini, ni ngumu kujua binadamu anahitaji nini hasa, anataka nini. Hilo swali tunauliza, huyu anataka nini kwangu? Lakini Bwana wetu Yesu Kristo kwa huruma yake anatutazama na anatambua kwamba sisi tunahitaji zaidi amani, na kupitia mtume wake anaambia amani iwe kwenu. Wengine wamejifungia ndani, wamepoteza amani, hawana amani, wamejifungia ndani kwa hofu, wamejawa hofu. Anaangukia huko ndani, anaambia amani iwe. Jambo lingine ambalo tunatazama kuona kwamba tunalihitaji sasa, jambo ambalo lingine linaturudishia hiyo amani tunaoipoteza mara kwa mara. Akaona kwamba kama wanahitaji upatanisho, kwa sababu sisi tunakoseana mara kwa mara, sisi tunamkosea Mungu mara kwa mara. Sasa watapataje hao upatanisho? Watapataje wao kwa wao? Wapatani wao na Mungu wao? Akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu na kuachia sakramenti ya kitubio, sakramenti ya upatanisho. Wowote watakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote watakaorudia dhambi wamerudia. Sakramenti hii tunaipata, tunaipokea baada ya kufufuka kwake. Sakramenti hii inawekwa baada ya kufufuka, ambayo inasema isingekuwa huruma yake wangefufuka na kusema nimemaliza kazi na kurudi kwa Baba. Anatuachia sakramenti ya kitubio. Hili ile chombo cha upatanisho, ile chombo ambapo sisi tunapokea huruma ya Mungu, ile chombo ambacho sisi tunatakasa. Sakramenti ambayo ni kama bafu, naenda bafuni, naoga. Kama nini nimesema? Kama nini? Kama bafu, napoenda bafuni kuoga, ndipo napoenda kwenye sakramenti ya kitubio. Wewe fikiri hivyo tu kwamba unapoenda bafuni lazima uandae maji, uandae sabuni, uandae taulo, lazima ufanye maandalizi unapotaka kwenda kuoga. Na maji ukisha yavulia nguo lazima manake, ili uende kuoga lazima uvue nguo. Kuna wachache wanaooga na nguo, na pale kwenye kitubio hivyo hivyo lazima uvue nguo. Ukiogopa kwenda bafuni kufua nguo hawezi kuoga. Ukiogopa sakramenti kwenda kwa sakramenti hiyo ya kitubio hauwezi kutakaswa. Sakramenti ambayo inaturudishia tena amani,
Fikiri pale unapomkosea Mungu na kumsamehe, unakuwa na amani kiasi. Fikiri unapomkosea mwenzako na kumsamehe, unakuwa na amani kiasi. Angalia kitu wakati uko wadogo, uko mdogo, unajua kabisa hapa na kufanya kosa, na kosa hili ni nyumbani itaadhibiwa au na baba au na mama. Ikiwa kosa ambalo mama anaona kwa vitu atapoteza urafiki wa kuchukia ukasirika mno nyazi taumia akamyasubiri kirudi baba. Unakaa kama unakosa amani, baba kirudi itakuwaje? Baba anaambiwa anakuelekeza, anakusamehe. Unaona kabisa unamwonyesha ile amani, na hiyo yote kwa sababu ya huruma aliyokuwa nayo Kristo kwetu sisi. Wana leo inaitwa Dominika ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu aliita Dominika ya huruma ya Mungu kwa sababu ya ile mtakatifu Faustina ambaye alipofikiwa na Bwana Yesu Kristo alimpa maagizo haya, na sisi tunaona mahusiano yaliyopo kati ya Mungu na Yesu pale msalabani. Ile picha tunaoelezea kama kielelezo cha uso wa Mungu, ile picha unaona Yesu anatoka miali mingine ni nyekundu, mingine ni nyeupe, pale ubavuni mwake alichomwa kwa mkuki. Alipotobolewa ilitoka damu na maji. Hata yule ambaye alijifungua jicho lake lilikuwa ni bovu, jicho lake liliharibika, na asubuhi anaweka koloni, usiku anaitoa, ananyosha, asubuhi anarudisha, kama maisha yake ni hivi, anaweka koloni pale. Lakini alipomtoboa na alikamna maji kumwagikia pale, alikifuta hivi, akaona amepona, anaona tena ni huruma hiyo ya Mungu. Hata kwa yule ambaye anamtesa, yule ambaye anamtoboa, yule ambaye ameshika mkuki, anamsamehe. Leo tuombe huruma ya Mungu. Tumwombe Mungu tuwe na huruma wote, tuwe na huruma, tuwe na imani wote. Mwanamuziki mmoja aliimba kwamba dunia sasa imani, sio kwa wazee, sio kwa watoto, sio kwa vijana, sio kwa wanaume, sio kwa wanawake, kiasi cha kwamba mambo yanaenda ndio. Kwa maana hata Tomaso tumemwona Bwana anabisha, alitaka na yeye aone mwenyewe, kwa sababu anajua imani tena, uaminifu tena hakuna katika dunia. Anapokuwa mbele sasa Yesu, mambo yanakuwa machache, na sisi kadhalika mambo yasiyo mengi. Napokuwa mbele ya Yesu, nahitaji huruma yake, nahitaji toba, mambo yasiyo mengi. Sio unaanza kutoa maelezo, nimetenda dhambi hii kwa sababu naweza mwili tatu. Wewe nenda sema umekosa, umetenda dhambi, kukosea Mungu au kukosea mwenzio, binadamu mwenzio.
acha visingizio, acha sababu kwamba nisitenda dhambi hii kwa sababu ya yule na yule, kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Maneno yanakuwa machache. Bwana wangu na mimi Mungu sisi anapotupatia huduma yake, tusiwe na maneno mengi, tusiwe na visingizio, tusiwe na sababu nyingi. Tudumu katika mafundisho ya mitume, tudumu katika mafundisho ya mitume. Kati ya wanawake na wanaume, watu gani wanaongoza kuwa na Mungu? Kati ya wanawake na wanaume, nani wanaongoza kuwa na Mungu? Wanawake na wanaume. Kama kitu haya wanawake wanaume, Mungu tuwe na Mungu. Wanaume ukiwa na Mungu, manake baba ukiwa na Mungu, familia yako inastawi. Niamini mimi, dumu katika mafundisho haya. Baba ukiwa na Mungu, familia ina ustawi wa familia. Hauhitaji huruma ya mama, bali huruma ya baba. Wewe baba, jionee huruma familia yako, waonee huruma watoto wako. Vinginevyo hakuna namna. Baba, ukikosa huruma kwa watoto wako, hakuna namna. Hata kama hawa watoto wako hawakusikii, kila siku unajitambulisha kwao, ni baba yenu, ni mtumishi wa baba yenu, lakini waonee huruma. Baba wengine wanapoteza huruma kwa familia zao kwa sababu ya wake zao, kwamba huyu mke wake amemkwaza, matokeo yake anaacha kuhudumia familia. Unajua baba mmoja ambaye amekwaza na mke wake, nyumba ilibaki kwenye madirisha, amalizia chumba kimoja, miaka na miaka inaenda. Uwe na huruma. Yaani wewe baba unataka kuwa na huruma ukiwa hai, ukiwa huko. Manake angalia, je, mimi nikifa hii familia yangu itaishije? Weka hiyo miundombinu vizuri. Uwe na huruma ukiwa hai na ukiwa huko. Ukiona wanafunzi wako au baba yako kazi yake kufuga ndege, ujue anafanya mazoezi. Kifa tu anakuwa kwanza kuja hapa kusema hii nyumba ni ya kitaalamu, hii nyumba ni ya ukiishi hivyo, uionee huruma familia yako. Ukifa tu imepita wiki kikao au anatoa nje kwenye kikao, kaka au ndugu mtu anasema hii nyumba kaka yetu, watoto tutawalea sisi. Uwe na huruma, weka miundombinu vizuri. Hata kama umekwaza mtoto na mke, usiache kuwa leo ni Dominika ya kuomba huruma. Usiache kuwa
Usitafute familia nyingine kwa sababu tu familia yako imekufusia. Baadaye utakuwa na maneno mengi, sababu hii, sababu ile, watoa visingizio utakapokutana na hakimu mwenye haki. Na hasa dunia sahizi haipendi hii neno huruma, haipendi. Na hata kutoka nje tunaambiwa huruma si manake nini? Lakini sisi tutoke hapa leo kupeleka ungamo, uwe na huruma, uwe na imani. Hata amani inapotea kwa sababu watu hawana huruma. Amani inapotea kwa sababu watu wanakosa huruma. Haya ambayo Kristo anayaona kwetu ni ya muhimu, atupatie hayo, atupatie amani, na hata inapotoweka atupatie nguvu ya kurudisha, manake atupatie huruma yake, ili kweli tusaidie katika kurejesha amani hiyo, wakawa wakidumu katika mafundisho ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri maneno